Mchina wetu jambo ambalo amefanyiwa ni baya, na katika hali ya kawaida wapo watu ambao wanaweza kalaumu hata jeshi la polisi, mlikuwa wapi? Hapana ndugu zangu, kuna limits. Wewe ukilala ndani, jeshi la polisi waweza kuanza kuingia chumbani kuangalia unalalaje? Hapana, watakuwa nje kufanya doria na kila kitu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wawekezaji wote ndani ya taifa letu, wanapotaka kutumia walinzi watumie walinzi wa makampuni yenye anwani maalum. Mimi narudia, ukikuta unalindwa na Masai kwenye baadhi ya hizo camps zetu, hakikisha huyo, kama ni Masai au ni mtu yoyote, hapa tuzungumzii kabila, hakikisha mtu huyo anatoka kwenye kampuni maalum iliyosajiliwa na serikali. Kama ni security nani yoyote, anatoka huko, ili litapotokea jambo hilo tuwe na anwani. Lakini kwa bahati mbaya sana watu hupenda kutumia cheap laborers. Mnatumia, mnasema sisi wa Masai ni waaminifu, si nani waaminifu, lakini tukikuuliza anatoka wapi, anasema anajitambulisha anatoka Kiteto. Tukifuatilia anatoka Usangu. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu you like cheap laborers, ambaye hana mkataba, ambaye halipwi vizuri, lakini unataka alinde masuala mabilioni. Kwa hiyo naomba nitoe rai kwa wote ambao tunataka kufanya ulinzi kwenye maeneo yetu, tutumie walinzi ambao wanatoka kwenye makampuni yaliyosajiliwa na serikali na yenye anwani maalum. Lakini jambo la tatu na la mwisho, serikali yetu ya mkoa wa Dar es Salaam inaendelea kulaani sana tukio ambalo limefanywa, na wawekezaji wote wasiogope kuendelea kuja kuwekeza kwenye ardhi yetu. Tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana mahali popote linapotokea jambo ovu na baya namna hiyo dhidi ya wawekezaji, ili kuweza kuendelea kuleta amani na upendo wa wawekezaji wetu ndani ya taifa letu. Nimeona nilitolee hilo ufafanuzi kwa sababu nimeona kuna swali hapa, mmoja akanitumia message kwamba yeye hataongea lakini anaomba tu mimi nilifafanue. Kwa nimeona hilo nifafanue kwamba hatujafurahishwa na jambo lile, na tayari jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo wanaendelea kwa haraka sana kuhakikisha kwamba matukio hayo sio tu yanakomeshwa, lakini hayajirudii mara kwa mara.